Bima Pub, urahisi wa maisha. Kwani hali hiyo inatafsiriwa kuwa ni karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengine, msisitizo wa kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi ya reform. Wako wadau wengi, asasi za kiraia, wanashindwa kuja mstari wa mbele kuungana nasi kudai reforms kwa sababu sisi tumeongeza kuzuia uchaguzi. Angalieni asasi za kiraia zilizokuwa zinapiga kelele sana kuhusu reform. Baada ya sisi kusema tutazuia uchaguzi, ni kama wameweka break, wamepoa. Kwa sababu wanaona sasa hapa Chadema inataka kucross the line, kuzuia uchaguzi. Tumeitahadharisha chama na katibu mkuu kwamba warudi nyuma, watafakari ni kwa nini wadau hao muhimu ambao tumekuwa nao miaka yote leo ni kama wamepiga break, wameingia ubaridi. Ni kwa sababu hawaamini kwenye kuzuia uchaguzi. 9, kushindwa kuzuia uchaguzi katika dakika za mwisho ikiwa jitihada za reform zitakwama, kuna maanisha kuwa chama hakitokuwa tena na muda wa kujiandaa na hivyo hakitashiriki kabisa uchaguzi huo. Tumemshauri katibu mkuu na chama, wakati tukiendelea na mapambano ya kudai reform, chama kiendelee na maandalizi ya kiuchaguzi. Maandalizi ya kiuchaguzi ni mengi. Tunakata takribani 1400 na tunahitaji kuwa na wagombea udiwani. Unapowaambia watu hakutakuwa na uchaguzi, hawa wagombea hawatajitokeza na hakuna atakayewekeza rasilimali zake wakati anajua hakuna uchaguzi. Kwa hiyo tumeshauri chama kiendelee na maandalizi, kianze kuandaa ilani. Kama kweli tuko serious, tunataka reforms, maandalizi mengine yaendelee, ili ukitokea muujiza zikatokea reform, tusije kusema tumeshachelewa, hatujajiandaa, kwa hiyo hatuwezi kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo ushauri wetu wa mwisho kwa katibu mkuu na chama, athari za kutokushiriki uchaguzi: 1, chama kinaweza kuondokewa au kupoteza viongozi na wanachama wenye nia ya kuwania urais, ubunge na udiwani, pamoja na nafasi za viti maalum vya ubunge na udiwani katika maeneo mbalimbali nchini. Kuna watu wako kwenye vyama vya siasa kwa sababu wanataka kuwa viongozi. Ndio maana mtu akifungiwa mlango kwenye chama hiki, huwa mnawaona anaondoka anaenda chama hiki. Mwaka 2015 Lowassa alipofungiwa milango ya kugombea urais CCM, alifungua mlango mwingine Chadema kwa sababu dhamira yake, nia yake ilikuwa ni kuwatumikia Watanzania. Na wako watu wengi wa aina hiyo ndani ya Chadema. Kwa hiyo tutakapowafungia tukidhani kwamba hawa watu wataendelea kubaki Chadema, watatafuta mahali pengine, na wengine wanasukumwa na wananchi wao. Mathalan, kwa mfano, tuna diwani wetu pale Kigoma, kata moja, tangu mwaka 92 mfumo wa vyama vingi uanze, anaitwa Gimbi. Kata yake amekuwa akishinda muda wote. Hasa mtu kama yule wananchi wake wanamlazimisha kwa sababu wamekaa naye, amewatumikia vyema, na wako wengi wa aina hiyo. Hasa ukiwafungia milango, yatatukuta yale yaliyowakuta CCM Karatu mwaka 95. Walipomfungia mlango Dr. Slaa wa kugombea Karatu, wananchi wa Karatu wakamwambia Dr. Slaa, toka CCM, nenda Chadema, tunataka wewe uwe mbunge wetu. Kwa hiyo tumekitahadharisha chama, hiyo hasara tuipime, tuone madhara yake, tusije kujuta. Majuto ni mjukuu. Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu, na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali. Vyote
vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindo New Village. Kiboko kabisa.